Ujambo na karibu tena msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Tanganyika FM, mahali popote unapoendelea kututegea sikio na kukaribisha kusikiliza habari zetu za siku hii ambazo zinasomwa nami Eloch Lobwela Jean DJ Paxson. Tunasikika vema kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bara la Afrika, moja kwa moja na kukaribisha kwa kusikiliza habari zetu. Karibu. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Mzalendo mmoja amepoteza maisha na raia wawili kupatwa na majeraha makali. Hayo ni matokeo ya mapambano yaliyoripotiwa kati ya makundi mawili ya wazalendo Jumamosi April 5 mwaka 2025 mjini Uvira, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Duru za mashirika ya kiraia zimeeleza ya kuwa ni mchana wa siku ya 6 ya 5 April mwaka 2025 ndipo sintofahamu ilitokea kati ya makundi mawili ya wazalendo na kuanza kupigana wao kwa wao hadi raia kuwa na wasiwasi kubwa wakizani ya kwamba adui ameingia mjini humo. Kelve Bwija ni mwenyekiti wa shirika la kiraia Sosiko DRC, anaeleza kuhusu hali hiyo kwenye mikrofoni zetu za Tanganyika FM. Tumekondane, utafahamu kama kwa sasa mu hospital general ya reference ya Uvira kumepatikana maiti moja ya mzalendo, wa blesse wawili wa civile na wazalendo wawili tena nao walikuwa blesse. Ile tumekondane na kuinformer population ya Uvira et ses environs kama tutaendelesha ile sensibilisation ya entretien na wa combattant résistant wazalendo wa généraux to proclamer par rapport toujours na hii situation, parce que tumekondane vikali. Hatutapiganisha adui aussi longtemps tuko diviser, hatuwezi kwa tunainvestir mu projets za division. Kila mzalendo kwa sasa mvile ya Uvira anapasha kuadopte kukamata mwenendo mzuri, kuevite le comportement ya kupiga masasi ovyo ovyo. Justin Bitakwira ni mbunge wa taifa mchaguliwa wa huko tarafani Uvira, akiwa tena msimamizi wa wazalendo jimboni Kivu Kusini, ametoa ujumbe wake kwa wazalendo na kuomba makundi yote wazalendo kuungana kwa pamoja na kutupilia mbali mizozo baina kati yao na kuwa na nia moja ya kusaga adui ambaye anaendelea kujisuka katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Justin Bitakwira ameeleza ya kwamba kwenye nyaraka yake ambayo ilifikia Tanganyika FM ya kuwa ni muda wa kupambania nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuachana na mizozo baina ya wazalendo kwa wazalendo. Risasi nyingi ambazo wazalendo wanazoziharibu ni risasi ambazo zinaweza kusaga adui na kumrudisha nyuma, na hivyo sio tena muda wa kutafuta mizozo kati ya wakongomani, amemalizia kusema Justin Bitakwira katika nyaraka yake ambayo imetufikia. Katika habari hizo za usalama mdogo wa wazalendo pa Baraka ni kwamba raia mmoja alifariki dunia baada ya kupigwa risasi na wanajeshi wa wazalendo siku ya 6 tarehe 5 Aprili mwaka 2025 ndani ya mji wa Baraka jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vyanzo vyetu vya habari vimeeleza ya kuwa raia huyo ni wa kabila la Wafuliru alikuwa anatokea Misisi kwenda Uvira. Kufika kwenye kizuizi cha kamba cha wazalendo kipatikanao maeneo ya Kandali pa Baraka, purukusheni ilitokea kwenye kizuizi hicho cha wazalendo, kizuizi ambacho kinaomba kila mpitaji njia kulipa pesa 500 pesa za Kongo. Moja kwa moja mzalendo mmoja alimfyatulia risasi kijana huyo na kufariki papo hapo katika purukusheni iliyotokea kati ya wazalendo na raia huyo, kitendo ambacho kilisababisha usalama mdogo manispaa ya Baraka ndani ya mji wa Baraka. Manispaa ya Katanga kusini mwa mji wa Baraka ukiwa umbali wa kilomita 12, wasiwasi pia iliingia miongoni mwa raia baada ya kusikika kwa milio nyingi ya risasi iliyopigwa na makundi ya wazalendo pa Katanga. Lengo la risasi hizo kupigwa ni kutokuelewana
kati ya wazalendo wa kundi la Kibukila Mtetezi akiwa hayati muda huu. Baada ya viongozi wao kuwasili eneo hilo, walimaliza vurugu hiyo, usalama ukarejea baada ya milio hiyo ya risasi. Mvua ilionyesha siku ya 6 kuamkia Jumapili tarehe 6 Aprili mwaka 2025 imesababisha watu kufariki na vitu vingi vya thamani kuharibika, nyumba zaidi ya 30 kurushwa paa. Mjini Baraka ndani ya manispaa ya Katanga, mtu mmoja alifariki kwa kupigwa na radi kwenye mvua ilionyesha Jumamosi ya tarehe 5 Aprili mwaka 2025. Kijana ambaye alikadiriwa kuwa na miaka 25, kijana ambaye alijulikana kwa jina la Kashindi. Mazishi yake yaliendeshwa Jumapili ya tarehe 6 Aprili mwaka 2025. Huyo kijana alikuwa jamii ya Balinga pale Kalunja ni ndani ya mji wa Baraka. Katika manispaa ya Katanga mjini Baraka, zaidi ya nyumba 30 zilirushwa paa na zingine kubomoka kupitia mafuriko ya maji yaliyosababishwa na mvua kubwa ya Jumamosi kuamkia Jumapili ya tarehe 6 Aprili mwaka 2025. Katika habari hizo za mafuriko mjini Kinshasa, makao makuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu wapatao 17 walipoteza maisha kwenye mvua kali hiyo iliyosindikizwa na upepo mkubwa Jumamosi kuamkia Jumapili. Vitu vingi vya thamani viliharibika kisha kuripotiwa kwa mabomoko ya nyumba kadhaa zilizozunguka. Raia wengi walipelekwa na maji, mkiwemo pia na watoto wachanga. Hadi sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado kueleza lolote kuhusu hali hiyo. Huko jimboni Kivu Kaskazini mjini Beni ni kwamba watu wapatao 9 waliuawa kwa kupigwa mapanga, wengine kwa kupigwa risasi mwishoni mwa wiki iliyopita ya tarehe 5 Aprili mwaka 2025. Kundi la magaidi wa ADF Nalu na Kudiko ndio wanaoshotwa kidole kwa kutekeleza mauaji hayo. Baadhi ya watu waliofariki mliwemo profesa mmoja wa university ya hapo Beni, pia na watoto wachanga wapatao 4. Hadi sasa wamama wengine ambao walikwenda mashambani siku ya 5 mwishoni mwa wiki iliyopita hadi sasa hawajaonekana. Vyombo vya kiusalama viendelea na utafiti wa kutafuta wamama hao waliotoka nyumbani kwao na kujielekeza mashambani. Watu wameanza kuingiwa na hoga wakizani kuwa mama huyo wameteketezwa na maasi hao wa IDF na Kudiko ambao waendelea kuonekana katika maeneo mengi hasa huko Beni. Maisha ya jamii mjini Goma yaendelea kuwa hafifu. Watoto wapatao 1500 wameorozeshwa kwa magonjwa ya mtapiamlo. Kwa sasa maisha yanaendelea kuwa magumu katika familia zote zishiyo katika jimbo la Kivu Kaskazini. Watoto wamoja wameanza kufariki kwa njaa, wengine kupatwa na ugonjwa wa utapiamlo. Mashirika ya kiraia wameanza kuomba mashirika ya kihutu kuanza kutoa misaada kwa ajili ya kuwasaidia kupitia maisha magumu wanayopitia katika mji wa Goma na maeneo mengine ya jimboni Kivu Kaskazini. Hali ya pato imekuwa mgumu, benki zote hadi sasa bado kufunguliwa. Raia wengi wabaki manyumbani kukosa chakula na watoto wamoja kuvimba miguu na wengine machavu kwa ajili ya kukosa chakula katika familia zao. Hadi sasa mashirika ya kihutu bado kujitokeza kwa ajili ya kutoa msaada katika jamii zinazoathirika jimboni humo kwa kuhofia adui M23 ambaye hadi sasa anashikilia miji hiyo ya Goma. Mwisho wa habari zetu kwa siku ya leo, na kukaribisha kwa mara nyingine tena kwa kuendelea kusikiliza habari zetu za Tanganyika. Nasema kwaheri, tukutane tena kwenye majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe.
Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.